Tunakaa hapa na Dr. Billy Magambo tukifanya kipindi kingine kuhusiana na fundisho la Utatu Mtakatifu. Tunajua haya ni mafundisho maarufu sana kwenye imani ya Kikristo. Wakristo wengi sana wanaamini kuhusiana na Utatu Mtakatifu, lakini na Wakristo wengine ambao hawaamini kuhusiana na Utatu Mtakatifu. Na shida kubwa sana ambayo inatokea, kwa mfano juzi tu hapa Mwalimu Ndacha alikuwa akitoa akisema kuhusiana na Utatu Mtakatifu kwamba hayo ni mafundisho ya kishetani, na hata wale wanaofundisha wanajua ni mafundisho ya kishetani, lakini wanafundisha kwa maslahi fulani wanayopata kibinadamu, si kwa ajili ya kuokoa roho za wanadamu. Na wanasema shida kubwa, nimewahi kuongea na mwalimu mmoja akasema shida kubwa ni nyinyi wasomi wa theology, mmeenda mmekaririshwa vitu, hamtaki tena kuchunguza Biblia, mnakuja kuyapindua maandiko kuonekane kuna Utatu Mtakatifu, fundisho ambalo ni la kishetani ambalo la kupeleka watu kuzimu. Sasa Mwalimu Billy Magambo, mmoja msomi mkubwa kabisa PhD hapa wa theology, nataka utuambie vizuri sana kuhusiana kwanza na masomo yenu mnayosoma huko katika vyuo mpaka mnapata theolojia, lakini hayo wanakuja kufundisha mafundisho ambayo yanaonekana ni ya kishetani ya kuwapeleka watu kuzimu, hasa kuhusiana na Utatu Mtakatifu. Karibu sana mwalimu, utuambie moja kwa moja, Mkristo afuate Utatu Mtakatifu, Mkristo asifuate Utatu Mtakatifu, asikubali, asiwe na imani na fundisho hilo, au awe na imani na fundisho hilo? Asante sana wanasimulizi, kwa kweli na mimi nina huzuni na bishirani, hapo niseme kasirani, kwamba kwa kumfuatilia Ndasha nilisikia hayo mafundisho aliyofundisha. Anasema kwamba kila yote mwenye kufuata Utatu Mtakatifu ni mafundisho iletwa na shetani. Na mwenye kufundisha Utatu Mtakatifu ni mpagani zaidi ya mpagani. Nikasikia roho yangu kuluma sana. Sawa. Nikasema Ndasha ni nini ndio namfanya kwa kiburi hivi? Kwanza kutukana watu kama wale wote wenye kufuata mafundisho wenye kufundisha Utatu Mtakatifu kwamba ni wapagano, ni zaidi ya wapagano, na ni watu waovu na mafundisho ya mashetani. Hayo katika msingi ya Kipentekostisti, yani katika Biblia hayo mafundisho hayako. Na anasema ni fundisho la kipumbavu, maana yake wanaofundisha wapumbavu na wanaolipokea vile vile. Hiyo matusi yote niliyapokea, na niko hapa na nani yake evidence ya kuonesha kwamba alikuwa anatutukana sio ambaye tulienda kufanya teolojia. Anasema wale wenye waliharibu Biblia ni wenye wanatoka kufanya teolojia. Nikajiuliza, kwa teolojia tulisoma kule, nani alituharibisha? Hakuna lolote lenye linaharibisha kule. Na mimi nashukuru Mungu amemtumia pastor mmoja anaitwa kwa jina la Chai. Ndiyo. Naye amempokea, ametoka katika ile kanisa alitoka ndani. Ndio jina gani ile kanisa Ndacha alitoka ndani? SDA. Ule pastor jina lake Chai. Ni msomi, amesoma teolojia. Okay. Na iko na degree ya bachelor. Ndio. Na nimefurahi sana kuona gisi amejiunga na Ndasha. Okay. Na wakati alikuwa anazungumza naye anasema yeyote mwatafundisha mafundisho ya Utatu Mtakatifu, huyo mtu hataenda mbinguni, ni mafundisho ya mashetani. Nikasema huyu naye Ndasha shamwambukiza pepo. Sawa. Sisi ukiangalia Ndasha tangu atoke mwa ile kanisa yao, ashakuwa na kiburi sana na madharau sana na kutukana watu. Kwanza huna elimu, kisha tukana mtu mwenye kuwa na elimu. Tukimuuliza Ndasha, koze gani yenye unaonaka bali bakwenda kwa masomo ya teolojia banaenda soma yenye nabafanya kwamba baonekana kwamba banaharibisha Utatu Mtakatifu? Hasemi mnaharibu Utatu Mtakatifu, anasema mnaharibu imani ya Kikristo kwa kuleta mafundisho ambayo hayamo ndani ya Biblia. Na ni kweli kashatoa ushahidi mara nyingi sana kwamba kwenye Biblia hakuna Utatu Mtakatifu. Na hata wewe ungekuwa unajisomea Biblia peke yako, hujawahi kukutana na hao wa kukufundisha, inawezekana hata wewe ungekuwa hujui hata kama kuna Utatu Mtakatifu. Ila unajua hayo kwa sababu kuna watu wengine wamesema kuna fundisho la Utatu Mtakatifu, na wewe unasema sasa nikikataa labda watanitoa kwenye ushirika wao au watafanya nini? Ndio maana unalazimika kulipokea ili fundisho. Kuna baadhi ya makanisa kuna baadhi ya makanisa ambayo ukipinga Utatu Mtakatifu unatolewa, kwamba mimi sioni kwenye Biblia. Kwa nini unahoji unatolewa? Katika Biblia Utatu Mtakatifu uko ndani. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Okay. Ndio mwanzo wa Utatu Mtakatifu pale. Ule mwatakatala aseme hivi, nimesema ni vya kutoka kwenye shule ya Biblia, ndio maana Utatu Mtakatifu unafanyika. Ule manake ni mfu, hayo kitu. Ndani ya Biblia kuna Utatu Mtakatifu, tusome katika kitabu cha Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Okay. Utatu Mtakatifu uko katika Biblia. Sawa. Na hao watu niko na watafuta, nitafutie nao. Okay. Nitafutie nao hao watu. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Ndio. Anasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Ndio. Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Sasa hapo ni nini? Hiyo ni nini wanataja hapo? Na kusomea Biblia ilivyoandikwa, alafu theolojia sasa ije itubadilishie maneno yaliyoandikwa. Tuone. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Ndio. Umesikia ni nini? Watatu hawa ni umoja. Okay. Nyinyi watu mliosoma theolojia mnasema watatu hawa ni nini? Ni nafsi tatu. Ni nafsi tatu ambazo zinafanya kazi ya mtu mmoja.
Okay. Kwa hiyo hawa watatu nyinyi mnawaita utatu? Hawa watatu tunawaita utatu, sawa tu, haina shida. Ila Biblia yenyewe imesema ni umoja. Inasema watatu hawa ni umoja. Inaonyesha kwanza presence yao bako watatu na kikazi wanafanya kazi moja. Okay. Haiko sasa nafsi moja. Haiko na watatu hawa ni mmoja. Ni umoja. Okay. Sawa. Kuna watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na watatu hawa ni umoja. Sasa watu wakienda, kwa mfano mimi kinichukua, nimesoma tu, najua tu kusoma na kuandika. Na akili tu alionijalia Mwenyezi Mungu. Akiniambia hawa watatu ni umoja na nimesoma Biblia, nakubali kweli ni umoja na Biblia imeandikwa. Lakini akija akiniletea mtu wa theolojia akasema sasa hawa watatu ni utatu. Nitalazimika, lakini mimi mwenyewe kwa akili zangu najua kabisa ni umoja. Lakini kwa sababu najua labda kuna maslahi fulani napata, labda ni babangu ananilazimisha, au labda ni wakubwa wangu katika cheo cha kikanisa, itabidi nikubali ni utatu, lakini Biblia mwenyewe nikisoma kwa macho naona ni umoja. Umoja inasemea pale ni kazi. Haiseme nafsi moja, kama vile kusoma Kumbukumbu la Torati 6:4 inasema nini? Soma kwanza pale tusikie. Kumbukumbu la Torati 6:4. Mstari wa 4 anasema hivi. Ndio. Sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Alinganisha na ile sasa, ile umoja wa ile waraka wa kwanza wa Yohana 5:8. Inasema unaona tofauti kwa pale. Hii inasema Bwana Mungu wetu, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana huyu mmoja. Lakini pale kwa waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 inasema nini? Inasema ni umoja. Yaani kikazi. Ni umoja kikazi ndio, lakini nyinyi mnasema ni utatu kikazi. Ndio, tunasema ni nafsi tatu ambazo zinafanya kazi moja. Ndio maana kuko Mungu Baba, kuko Mungu Mwana, kuko Mungu Roho Mtakatifu. Ndio. Kwa kutaka watu waelewe hii utatu takatifu ni kutokuelewa mwanzo wa Mungu. Ndio maana kama tunaenda kwa shule kuko koze wanaita doctrine. Sisi mkifaransa tunaita theisme wala doctrine. Inahusu somo kuhusu Mungu. Tunajifunza mule mtu aelewe Mungu mwanzo wake mpaka gisi alivyo. Hilo somo linaitwa doctrine. Mungu kifaransa tunaita theisme wala doctrine. Tuko na koze nyingine inaitwa Christology. Somo kuhusu Yesu. Tuko na koze nyingine inaitwa angelology. Somo kuhusu wa malaika. Na mule mko somo kuhusu shetani, de demology, kuhusu mademo, mapepo. Tuko na koze nyingine inaitwa anthropology. Somo kuhusu mwanadamu. Mtu, mwanzo wa mtu. Yesu Mungu aliumba mwanadamu. Tuko na koze nyingine inaitwa introduction à la Bible. Uelewa vitu vilivyo ndani ya Biblia. Sasa tuko na nyingine koze inaitwa pneumatology. Somo kuhusu Roho Mtakatifu. Na hayo ndio mimi nafundisha hizi makoze hizi. Uko nalipa $300 kwa mwezi na kufundisha. Miezi miwili tu unamaliza hizo zote. Uko nipoto kutaenda kila mtu atakukimbia. Kuna systematic afu kuna eschatology. Hizi ndio mimi nafundisha. Sasa ninapofundisha hizi, kuja sasa mtu wewe kusoma unaambia sema no, utatu takatifu hauko, na wakati kozi ziko iko na minaandikwa ndani ya Biblia. Na utatu takatifu katika hizi kozi unajifunza katika kozi ipi? Katika hizi kozi nasoma doctrine, najifunza Christology, najifunza na nani na pneumatology. Ndio unapata utatu. Ndio unapata utatu takatifu. Sawa. Tangu leo ndasha hiyo kama hizo ni makozi. Kile wote kwa atasoma tu ni kozi mule munani mu theolojia. Na nafurahi Mungu amemtumia mtu mwalisoma. Kwa kutaka ndasha hiyo kama kuko watatu wanashuhudia mbinguni, wa kwanza ni nani? Ni Mungu. Huyo Mungu ndio Mungu mkuu katika zile nafsi tatu. Na nimsaidie mbinguni kwa nafsi hizi tatu, kusiki nisikia aligusia pale. Huko nafsi ambayo ni Mungu Baba, nafsi ambayo ni Mungu Mwana, nafsi ambayo ni Mungu Roho Mtakatifu. Katika hizo tatu iliyo kubwa ni nafsi ambayo ni Mungu Baba. Kumbukumbu la Torati 7:21. Soma pale sikia. Kumbukumbu la Torati 7:21. Nafsi kubwa katika hizo tatu. Sawa, 21 anasema hivi. Usiingiwe na hofu kwa sababu yao, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja nawe. Mungu mkuu mwenye utisho. Mungu mkuu mwenye utisho. Huyo Mungu mkuu mwenye utisho, yeye si kiumbe. Hakuumbiwaka, hana mwanzo wake na hana mwisho wake. Yeye alikuwa anaishi milele. Unanifuata huyo Mungu mkuu? Sawa. Ongeza tena Kumbukumbu la Torati. Ngapi? 10:17. 10:17. Ndio. Ndio huyo Mungu mkuu. Kusudi ndasha elewe kama kuko tofauti kati ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa maana Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu mwenye kuogofya, asiyependelea watu wala kukubali rushwa. Ndio huyo Mungu mkuu. Ndio yule mwenye hana mwanzo,
na hana mwisho. Yeye si kiumbe. Hakuna siku utasikia anafundisha kama Mungu ni kiumbe. Katika mafundisho yangu, huyo Mungu nani? Mungu mkuu. Okay. Alikuwa anaishi sasa wapi? Kwa sababu nasema kama hana mwanzo. Yeye si kiumbe. Alikuwa anaishi wapi? Zaburi. Okay. 90. Zaburi 90. Okay. Inaanza 90 au inaanza 60? 90 mstari wa 2. Sawa. Anasema kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Unasikia wewe? Kabla milima ya kuwa, tangu milele hata milele yeye iko nani? Iko tu Mungu. Alikuwa anaishi wapi? Umilele. Umilele ni nini? Umilele nafasi ambayo ni ya kiroho. Kwa sababu nature ya huyu Mungu ambaye ni Mungu mkuu, yeye asili yake ni roho. Yaani nitaka hapa milele maana yake nini? Wewe huo unaelewaje milele? Naona kama unatafsiri kwa sisi tunavyojua maana ya milele na wewe unavyoitafsiri naona kama ina maana yake tofauti na maana ambayo tunajua. Milele ni nafasi ambapo Mungu alikuwa anaishi kabla mbingu hazijakuwa. Yeye kwa vile makao yake ni sehemu ya kukaa. Ya kukaa makao yake kabla mbingu hazijakuwa. Kwa sababu mbingu ziliumbiwa, milele haikuumbiwa. Okay. Sawa. Hiyo wao unasoma unaielewa kwenye lugha ya Kiswahili tu au hata kwenye lugha zingine ukisoma unaona milele maana yake ni nafasi ambayo ina location fulani. Ni Kiingereza tunaita eternal. Ndio. Kifaransa tunaita eternel. Na unaona eternite tu kwa naishi. Na unaona nafasi. Ni nafasi, ni sehemu ambapo kwenye Mungu alikuwa anaishi pasipokuwa na lolote ambalo lilikuwa pembeni yake. Hiyo milele kwa sasa ipo wapi? Kwa sasa haiko tena kwa sababu mbingu zishakuwa. Okay. Ndio ilikuwa na vile makao ya kwanza ya Mungu. Basi sasa sisi tukisema milele tunachomaanisha ni kitu ambacho hakina mwanzo wala mwisho. Yaani sio kwamba kitakuja kupita, hicho hakitakuja kupita. Milele na milele. Tukisema milele tunamaanisha mwanzo na mwisho. Sio sehemu utaenda eti hapo ndio sehemu hapo panaitwa milele. Ila milele ni maana ya muda ikimaanisha hakuna mwanzo wala mwisho wake. Na ni maana ya kwenye muda, sio maana ya location kuonyesha. Mimi naelewa vibaya. Okay. Unapotamka milele ni eneo ama ni nafasi ambapo Mungu alikuwa anaishi milele kabla mbingu hazijakuwa. Haina mwanzo na haina mwisho kwa sababu yeye mwenyewe hana mwanzo na hana mwisho. Sasa sisi tukisema milele tunapima ya maana ya muda. Kwa mfano muda unaweza kusema mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, mwaka jana, mwaka ujao. Sisi tukisema au masaa mawili, hiyo yote inazungumzia muda na inapima muda. Au miezi miwili au wiki mbili inapima muda. Lakini muda usioweza kupimika ndo huo unaitwa milele. Kwa hiyo milele ya maana ya Kiswahili huwa inamaanisha sio mwanzo wala mwisho. Yaani muda wake haupimiki. Milele mimi naelewa mbaya. Okay, kwa hiyo milele unapotamka neno milele pasipo kuongeza ngine neno juu. Maana yake mimi kama vile msomi nitaelewa kama unasema ni eneo ambapo Mungu alikuwa anaishi kabla mbingu hazijakuwa. Okay. Sasa sisi basi wengine sasa ambao tunajua tu Kiswahili achana na nyinyi unasema maisha ya milele. Maana yake naelewa tutaenda kuishi maisha ya milele. Okay. Unasikia? Miaka ya milele na milele. Maana kama unatamka tu neno milele maana yake ni eneo ambapo Mungu alikuwa anaishi kwa sababu Mungu ni roho. Yohana 4:24. Sasa Mungu ni roho. Yohana 4:24 inathibitisha kwamba Mungu ni roho. Na sisi hapa tunazungumzia milele. Mwalimu, natoa ushahidi wa kitu ambacho hatukizungumzii. Na ndio kama ninasema Yohana 4:24. Hiyo hapa ni katika kuthibitisha je, Mungu ni roho? Ndio. Sasa hivi tunazungumzia kuhusu milele. Unaona ushahidi unakokuja kutoa siko tuliko. Hatupo katika kuthibitisha kama Mungu ni roho. Tupo katika kuthibitisha kuhusiana na maana ya milele. Ndio, ndio na kuonesha kwamba milele itakuwa pasipo Mungu. Okay. Sikuwa najifunza juu ya Mungu. Ndio. Kama Mungu iko, kama wanataja mule wanasema mule mzaburi kulisoma inasema tangu milele na hata milele wewe ndio Mungu. Ndio. Ile milele na mlenga anasema mlenga Mungu. Ndio. Ni eneo kwenye alikuwa anaishi kabla mbingu hazijakuwa. Ndio nataka nikuoneshe kwamba yeye ni roho. Sasa mimi ushahidi wa kunionyesha ni roho hauna faida kwa sababu shida haipo kujua Mungu ni roho. Wote hapa tunakubaliana Mungu ni roho. Okay. Shida ni kwenye milele. Sasa unapokujaga kuhamisha unatoa ushahidi wa kitu kingine. Ni sawa na kusema hivi. Ni sawa na kusema hivi. Okay. Huyu mtu fulani ni mwizi. Alizaliwa tarehe fulani na fulani. Na kuonyesha huo ushahidi, angalia cheti chake hiki. Unaonyesha cheti cha kuzaliwa. Nakumbuka tunazungumzia mwizi. Unaona unakumetoa ushahidi lakini ulichotoa ushahidi si kitu ambacho tunakizungumzia. Tunazungumzia milele, unathibitisha kwamba Mungu ni roho. Hapo inakuwa sio maana yake. Iko na maana yake. Soma Zaburi, rudia tena ile Zaburi 19 mstari wa 2. Usikie anasema. Okay, anasema kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia na tangu milele na tangu milele na hata milele ndiwe Mungu. Sasa eneo yake ilikuwa wapi? Makao yake ilikuwa wapi?
Kabla milima yazaliwa, mbingu hazijazaliwa, vitu vyote alikuwa anaishi wapi? Milele. Okay. Ndio alikuwa anaishi. Kwa sababu kwa leo sasa Mungu tena anaishi milele, basi kashaumba mbingu. Mbingu ndio kwa makao yake. Ashatoka mle milele na kwa sababu mle mbingu. Milele ni nafasi kwenye alikuwa spirit. Mungu ni spirit. Ni roho. Ni nafasi kwenye anao alikuwa anaikala, hawezi address mtu aseme niende pale kwenye Mungu iko pale. Ndio kisa ilikuwa. Alikuwa peke yake pasipo na kile kiumbe pembeni yake. Okay. Lakini kwa leo Mungu tena haiko milele, ashaka kwa mbingu. Anaishi mbingu, aliumba mbingu ya tatu, mbingu ya pili na mbingu ya kwanza. Hizo mbingu ni makao ya Mungu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza 8:30. Sawa kabisa. Sasa nataka turudi hapa kwenye hii milele iliyoandikwa. Okay. Anaposema tangu milele na hata milele. Ile tangu milele ya mwanzo maana yake ni kama inamaanisha mwanzo, lakini kwa kuwa hatuna location ya hatuna upimaji wa muda wa mwanzo wa Mwenyezi Mungu, tunasema milele. Na hata milele tunamaanisha muda ujao ambao nao hauna mwisho vile vile, na ndio maana tunaita milele. Ila wewe hii ya kumaanisha location sijui uliitoa wapi? Haya sawa. Unasema tusome kitabu gani? Kwa Wafalme wa kwanza ndio 8:30. Wafalme wa kwanza 8:30. Sasa Mungu ashatoka milele, ashakuwa mbingu. Ashakuwa na address. Milele kwa na address. Sawa sawa. 8:30. 8:30 Wafalme wa kwanza. Mstari wa 30 unasema hivi. Twende. Uisikie dua ya mtumwa wako. Ndiyo. Na ya watu wako Israeli. Watakapoomba wakikabili mahali hapa. Naam, sikia huko mbinguni makao yako, nawe usikiapo samehe. Nasikia kwenye makao yako inakuwa sasa. Okay. Kisha kuziumba hizo mbingu ya tatu na mbingu ya pili na mbingu ya kwanza. Akachagua mbingu ya tatu kwa makao yake. Ndio kwa leo sasa Mungu simtafutie mahali popote. Kwa sababu wahubiri wengi wanasema kama Mungu iko mmonisia, mmonipota, mmonipreza, iko eneo yote, iko nafasi yote. Ile mafundisho mafu. Mungu iko na address yake. Sasa tukisema tuende huko tutamkuta mbingu ya tatu, anaketi mlevu ya 7 kwenye kiti chake cha enzi. Okay. Na kwa sasa Mungu hayuko tena spirit. Haya sasa naweza nikakuuliza swali hapa. Okay, niulize swali. Haya. Unasema Mungu alitoka milele. Ndiyo. Akaenda kuishi mbinguni. Ndiyo. Kwenye mbingu. Ndiyo. Hiyo ushahidi wa kwamba alitoka unautoa wapi? Mimi nikifuatana na maandiko. Kuna maandiko yote yanayoonyesha Mungu alitoka milele akaenda kuishi mbinguni. Kati ya milele na mbingu yapi ilitangulia? Najua milele ipo, yani milele ipo na haitakuja kupita. Milele iko, hiyo eneo ya milele iko. Mimi haiko mbingu. Sasa aliumba mbingu, alikuwa anaishi wapi? Mbingu ziliumbiwa, alikuwa anaishi wapi? Tusome Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kabla aliziumba hizo mbingu na nchi alikuwa kwa wapi? Zaburi inatuambia kama alikuwa anaishi milele. Baada ya kuziumba hizo mbingu zote tatu, sasa ndio akaingia mbingu ya tatu akaikala mle sasa. Sasa ndo ungetuambia Mungu aliumba mbingu na nchi, baadaye akaenda kuishi mbinguni. Ndio ungetoa kama ushahidi ka hivyo. Sasa wewe unatuonyesha tu Mungu yupo mbinguni, Mungu yupo milele. Lakini kwamba alitoka hapa mbinguni akaenda kuishi milele. Na sisi tunajua Mungu ni omnipresent. Yaani maana yake Mungu yupo popote. Inawezekana kama wewe unavyotaka hiyo milele iwe ni location fulani ya sehemu kwamba Mungu alikuwepo, ulikuwa kienda huko milele labda unaweza kumkuta. Kwani haiwezekana kawa milele na akawepo mbinguni na kawepo na hapa kwenye ardhi? Unanielewa mbaya. Na kuelewa vizuri kwamba Mungu alihama, yani unamchukulia Mungu kwamba ana limitation, yani ni ana body fulani, ana mwili fulani kama wewe unavyoweza kutoka hapo kaenda kukaa pale. Na yeye sasa alitoka milele akaenda kuishi mbinguni. Nilifanua hivi. Kabla mbingu hazijakuwa, asili yake kama nature yake, yeye ni roho. Kabla mbingu hazijakuwa fuate. Baada ya kuziumba hizo mbingu zote tatu. Ndio. Njoo akaingia sasa mule mbingu ya tatu. Akaingia kama roho au na mwili. Hivyo sasa kwa kama vile kitu unaniona, Mungu ni mwanadamu. Okay, aliingia. Anavaa mwili sasa kama vile mwili wa binadamu, lakini akaingia mbinguni. Yuko mbingu ya tatu kama vile mwanadamu. Okay. Sawa? Ndio. Haiko tena spirit. Sasa alikuwa mule muetano. Okay. Mule muetano ni nafasi kwenye uwezo kaona pesa ilikuwa ni nafasi ya roho. Sasa unaona unavyofundisha vizuri. Sasa maandiko mambo kama hayo ndio kiatolea maandiko kwamba Mungu alivaa mwili. Ndiyo. Akaenda kuishi mbinguni. Yanakuwa yana maana sana tofauti na ukitoa tu kwamba Mungu ni roho. Twende tukasome Yohana 4 ngapi. Hiyo sasa ukitoa ile kwamba Mungu alikuwa roho, akavaa mwili akaenda kuishi mbinguni. Ukitoa maandiko kama hayo unakuwa umesaidia sana watu kuelewa kwamba unachofundisha ni kitu cha kweli. Na theolojia inakuwa na maana. Mimi nafundisha kitu cha kweli kabisa. Kama unasikia nalomba mwanafunzi $300 kwa kumfundisha kwa mwezi. Kwa university tulipata hizo pesa zote. Lakini mimi kwangu nalomba tu mwezi mmoja $300 na kufundisha. Okay. Kwa nini najiamini na wanafunzi wanafundisha wote wanajua yeye? Wanajua si manake unawasaishia mwenyewe na wanakuwa wamefaulu mtihani. Ndio. Sasa unawasaishia kitu ulichosema wewe. Ndio, na kile kisoma katika maandiko matakatifu. Haya sawa basi na mimi hapa sasa ndo unanifundisha. Okay. Umeniambia Mungu alivaa mwili akaingia mbinguni. Ndio. Twende kwenye maandiko ambapo tutaona Mungu alikuwa ni roho, akavaa mwili, akaingia mbinguni. Okay. Na aliingia mbinguni wakati gani? Yesu akiwa huko ardhini au akiwa mbinguni? Unaona kitu unachanga.
unachanga tena na Yesu, uko unajivuruga. Mimi simchangi na nachanga na Yesu kwa sababu tunaona Mungu aliumba mbingu na nchi. Mwanzo inapoanza pale mwanzo. Mungu aliumba mbingu na nchi. Alipoumba akavaa mwili, akaenda kuishi mbinguni. Hiyo hapo ndiko kuna kosa. Alipoumba akafanyaje? Mungu kabla hajaziumba hizo mbingu, ndio alikuwa anaishi milele. Sawa kabisa, hilo nimeshakuelewa. Nachosema baada ya kuumba alikuwa ni roho. Akavaa mwili akaenda kuishi mbinguni. Ile akaenda kuishi mbinguni. Pale ndio kwenye ulikuwa unasemea kosa. Unipe muda usikie. Mungu asili yake ni roho. Yohana 4:24. Mungu ni roho, ndio asili yake. Na wakati iko roho alikuwa anaishi milele. Kabla mbingu hazijakuwa. Baada akajifunua kaanza kazi ya kuumba. Kiumbe cha kwanza tutakigusia, tungali tutakigusia. Baada ya kuumba hizo kiumbe ndio akaumba mbingu. Mbingu ya tatu na mbingu ya pili na mbingu ya kwanza. Akazifunika na mawingu. Hizo mbingu zote tatu. Akachagua mbingu ya tatu kwa makao yake. Sasa kwa kama Mungu ameingia mbingu ya tatu, fuate Kiswahili yangu sasa. Anaingia mbingu ya tatu kukaa, anaketi kwenye kiti chake cha enzi. Haiko tena spirit. Amevaa mwili kama vile mwanadamu. Iko na nywele, iko na macho, iko na manguo, iko na makope, iko na miguu, iko na mikono, iko na kinywa na anasemaka na anachekaka. Danieli 7:9. Yaani wewe ushahidi unaonipa, naona unavyohangaika kunipa kwa Danieli 7 kunithibitisha kwamba Mungu anacheka. Si hasa ninacholenga kwamba kutaka kujua kwamba Mungu anacheka. Kumbuka, sikiliza kwa makini swali langu nalouliza. Mungu alikuwa ni roho, akavaa mwili, akaenda kuishi mbinguni kwa kuwa alikuwa ameshaziumba zile mbingu. Na swali nilikuuliza lingine, nilikuongezea ukasema anachanga. Nikasema huo mwili aliuvaa na kwenda kuishi mbinguni akiwa ameshamtuma Yesu duniani akawa hajamtuma, ukasema wewe ni nachanga. Nikasema hivi, maandiko ambayo ningetamani unipe ni yale ya kwamba Mungu alikuwa milele, akavaa mwili, akaenda kuishi mbinguni. Andiko sema hivyo kisi unatafsiria. Sio lazima iseme hivi. Ionyeshe tu labda Mungu anahama location, anaondoka milele, au labda aliacha sasa makao yake kama unavyosema milele ni location. Ionekane kwamba aliacha sasa, Mungu aliacha makao yake yale ya milele, akaenda kuishi mbinguni. Kwanza Ayubu. Ayubu kwanza, kisha ndio naona sasa vile unielewe vizuri. Kwanza Ayubu 36. Ayubu 36. 26. Ayubu 36:26. Sawa. Ayubu 36:26 anasema hivi, tazama Mungu ni mkuu, basi hatumjui. Hesabu ya miaka yake haichunguziki. Mungu ni mkuu, maana hatumjui. Hatumjui, hesabu ya miaka yake haichunguziki. Maana yake nini? Maana pale yeye hana mwanzo, hana mwisho. Ndio maana ya milele. Ndio maana ya milele. Sawa. Sasa maana ya milele haimaanishi location, inamaanisha kama hivi ilivyoandikwa kwamba hesabu ya miaka yake haichunguziki, hakuna mwanzo wala mwisho wake, na ndio maana ya milele. Milele si location ya kwenda kukaa, ni maana ya muda. Ni muda ya kwenda ishi mule. Tuende sasa mwanzo moja. Mwanzo moja sasa. Akaziumba hizo mbingu. Kwa leo sasa tushasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza 8:30 nasema makao ya Mungu ni wapi? Mbinguni. Sasa rudia sasa Zaburi 90 verset 19 mstari wa 2. Nasema tangu milele na hata milele wewe ndio Mungu tu alikuwa anaishi milele. Lakini kwa leo haiko tena milele, kisha mbingu kuweko, anaanza ishi mbingu. Anakuwa na address. Kweli hapo mnapiga sawa kabisa. Sasa shida yangu sasa hivi ni Mungu alivaa mwili akaenda kuishi mbinguni. Akiwa tayari kashamleta Yesu duniani au kabla jamaa? Kabla bado. Alikuwa ameshavaa mwili. Baada kumaliza kumuumba Yesu. Sasa Yesu anakuja duniani anatufundisha kwamba Mungu ni roho. Wakati wewe hapa leo ukisoma yale maandiko ya Yesu ambapo Yesu ndo alikuwepo kwenye Injili, Yesu anafundisha Mungu ni roho. Wewe unasema hapana, Mungu ana mwili. Ndio. Usijifunze Yesu kisha kukuya kwanza mission. Kila siku nakataza hilo neno. Wewe unahama swali langu. Swali langu ni kuhusu Mungu. Mungu aliuvaa mwili akiwa ameshamtuma Yesu duniani, akiwa bado hajamtuma Yesu duniani. Na kama alikuwa tayari alikuwa kabla hajamtuma Yesu duniani na Yesu anajua Mungu ana mwili, kwa nini alikuja kutufundisha kwamba Mungu ni roho? Yesu alipenda kuonesha asilia yake. Asili ya Mungu ni roho. Asili yake ni roho. Mungu ni roho, ndio asili ya Mungu. Unanielewa? Asili ya nani? Ya Mungu. Japokuwa amevaa mwili lakini asili yake ni roho. Amevaa mwili kwa lengo la kutaka si wanadamu tumuelewe. Kama angelibakia mwili ile hali ya spirit, hatungemuelewa Mungu. Hatungemuelewa. Ndio maana amevaa mwili na anaketi kwenye kiti chake. Ndio maana nikwambia some Danieli 7:9. Soma 7 mstari wa 9. Ambayo inasema Mungu anacheka. Soma kwanza, haisemi jua Mungu akucheka, inasema ni Zaburi 2:4 ndio inasema Mungu anacheka. Hiyo inasemaje? Inasema Mungu ni anaketi kwenye kiti chake na mavazi yake kisi na ni Aisha kwa mzee.
Haya, tuendelee mbele. Haina haja ya kusoma hilo andiko. Soma ile andiko ni muhimu sana. Kwa sababu maandiko ya muhimu ni pale tunapotaka kujua kuhusiana na Utatu Mtakatifu. Okay. Mungu alivaa mwili. Okay. Ungekuwa unaonyesha andiko ambalo Mungu alivaa mwili ingekuwa linasa. Lakini hilo naloonyesha ni la kuonyesha kwamba Mungu amekaa kwenye kiti cha enzi. Kumbuka utata nilionao kama mimi ambaye nakusikiliza wewe. Utata wangu ni kujua kwamba Mungu alitoka milele. Eti kwa hiyo Mungu hawezi kama milele sasa tufanye ilikuwa ni location kama unavyosema. Mungu hawezi kuishi milele na kuishi mbinguni kwa wakati mmoja. Ungekuwa unatoa hayo maandiko hayo yangekuwa yani wewe maandiko unayotoaga ni ya nje sio yale yenye utata yenyewe. Kwa sasa kama andiko shakwambia hapo mwanzo moja inasema Mungu aliziumba mbingu na nchi. Tunaacha kwanza nchi tukasema ndio mbingu. Puisque mfalme wa kwanza tuambia kama mbinguni ndio makao yake. Sasa kabla mbingu hazijaumbiwa si milele ndio litangulia. Ndio. Sasa leo maandiko yashatuonyesha kama Mungu anaishi mbinguni. Sikia Israeli, Bwana Mungu wako, Mungu wako wapi? Makao yake ni wapi? Ni mbinguni. Na mbingu ziliumbiwa. Sawa. Sasa unapenda Biblia imesema no, Mungu alihama akatoka makao milele, akawakacha aliumba mbingu akaingia ndani mule mbingu. Andiko sema vile sinafafanua. Haisemi hivyo. Kwa hiyo wewe hiyo maana unaitoa kwenye theolojia. Aisha kwa theolojia maandiko hapa hakuna theolojia. Theolojia inafundisha pale. Ile ni Biblia inaonyesha. Kama hakuna sehemu ya andiko ambayo imesema Mungu alitoka milele, sehemu ambapo panaitwa milele, akaenda kuishi mbinguni. Wewe bila theolojia unakuwa umeyatoa wapi? Mimi nashika katika maandiko Biblia. Ngoja kwanza nikuulize hata kuhusu somo la Utatu. Wewe kuhusu Utatu Mtakatifu ulilipata ukiwa na umri gani kwamba kuna Utatu Mtakatifu na ni kweli upo hivi? Mimi nilipata tangu siku nilipoamini Yesu Kristo. Ulikuwa bado mdogo au mkubwa? Nilikuwa kwa mtu mzima. Ulishakuwa mtu mzima ndio ukaamini kuhusu Yesu na ukaona kuna Utatu Mtakatifu? Ndio. Uliona kwa kusoma Biblia au kwa kufundishwa? Kwa kufunzwa. Okay. Kabla sienda shule. Sasa si ndio ni watu wanakuwa na wao waliokufundisha maana yake wamesoma. Na mchungaji wangu amesoma. Wamesoma theology. Ndio. Na mwenyewe amefundishwa kuhusu Utatu. Ndio. Na wewe mwenyewe ukienda tena kusoma unafundishwa kuhusu Utatu. Ndio. Sasa unakataa nini kwamba theolojia sio iliyoleta Utatu tofauti na Biblia? Kwa nini usisome tu Biblia yenyewe kuonyesha kwamba kuna Utatu? Biblia inakwambia kuna umoja, wewe mwalimu unakuja unatuambia kuna Utatu. Biblia inaonyesha kwamba kuna watatu. Hakuna nafasi kwa Biblia inakatala kama kwa Mungu mmoja. Hakuna ile andiko utalipata. Waraka wa kwanza wa Yohana ndio tulianza naye na kuonesha kama kuko watatu washuhudia mbinguni. Na wale watatu ndio ule utatu tuko nazungumzia. Ndio maana nilianza na Mungu Baba nikakuonesha kama ndio mkubwa. Ngoja hapo. Hao watatu washuhudia mbinguni tumeambiwa wote ni Mungu. Wote ni Mungu. Tumeambiwa hivyo. Ndio. Kwamba wote ni Mungu. Ndio. Mungu mkuu. Ndio. Okay. Mungu Baba, ndio maana niko na falsa detail. Niko naonesha umoja na maana yake. Okay. Ningali kwa Mungu kwanza. Mbinguni kwa watatu washuhudiao Mungu Baba na Neno na Roho Mtakatifu. Ningali kwa huyo Mungu kwanza. Nikakuonesha maligrezo nafsi tatu, watu watatu. Aliye mkubwa ambaye haiko kiumbe na kuumbiwa na mwanzo, ndio ule Mungu mkuu. Ndio wetu kweko. Alikuwa anaishi milele. Baada ya kujifunua kaanza kazi ya kuumba. Sawa. Tunatafuta nafsi ya pili ambaye ni Neno. Okay. Kuna watatu washuhudiao mbinguni. Wa kwanza tushamaliza, twende kwa pili. Naye ambaye ni Neno. Huyu Neno alipatikanaje sasa kule mbinguni? Okay. Kabla mbingu hazijakuwa Neno ndiye alikuwa wa kwanza kuumbiwa. Sawa. Okay. Sawa. Tulikuwa tunajifunza nini? Wataka kuonesha watu kama Biblia mko utatu utakatifu. Na atakayepinga tutafutie naye. Okay. Sawa, twende sasa kwenye andiko ambalo Neno aliumbwa. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 3:14. Ufunuo 3:14 inasema Neno aliumbwa. Ndio. Sawa. Ndio kiumbe cha kwanza ambacho Mungu aliumba. 3:14 Ufunuo. Ila utanichosha nikikuta andiko alijasema wewe twende, mimi sifundishaki ya bongo kama vile ndasha. 3:14 kitabu cha Ufunuo. 18 inasema na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliyeamina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu, mwanzo wa uumbaji wa Mungu. Mwanzo kama Mungu alianza kazi ya kuumba, ndio kiumbe kenye alianzia keko. Okay. Na alianza kumuumbia wapi? Mule mwetano, mule milele. Okay. Ndio kwenye kabla mbingu hazijakuwa. Okay. Unanielewa sasa? Kabla mbingu hazijakuwa. Ndio kiumbe cha kwanza. Ndio maana mimi nakwambia niko natetea Yesu kwamba sina haya kusema kama Yesu ndio kiumbe cha kwanza kuumbiwa, ni maandiko. Okay. Na kuri yake inaitwa Kristology. Okay. Haya, Yesu aliumbwaje labda maandiko? Yesu aliumbwa ndio kiumbe cha kwanza Mungu alimuumba kwa kutamka. Okay. Akampaka jina lake Neno. Neno sio neno hii ya mkinywa wa Mungu. Ni jina lake ambalo Mungu alimpanga. Okay. Ndio maana kuna watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Sasa huyu wa pili ambaye ni Neno ni kiumbe kiliumbwa na Mungu. Okay. Mungu akampanga jina lake nani? Neno. Baada ya pale Mungu akafanya sasa. Akatoa sehemu ya nafsi yake akaweka mwenyewe. Puisque Mungu ni roho. Akatoa sehemu ya nafsi yake akaweka mneno. Okay.
Usikie sasa vigezo, upate vigezo vyangu. Bado nipo kwenye hapa kwamba Mungu alimuumba vipi Yesu, andiko. Yesu aliumbwa kwa kutamka. Sawa. Ndio. Mungu ni roho. Katika somo la Biblia Mungu ni roho. Mungu ni roho. Ndio. Mungu kwa wakati huo alikuwa yavaa mwili. Okay. Kama vile mwanadamu. Sawa. Na alikuwa yaumba mwanadamu. Ndio. Na vyote venye alikuwa anasema, alikuwa anafanya, alikuwa kitamka kwa kinywa chake. Kwa kinywa chake. Alikuwa ni roho mwenye kinywa. Okay. Zaburi 36. Alikuwa ni roho mwenye kinywa. Ndio, akitamka. Sasa kama alikuwa ni roho mwenye kinywa, inawezekanaje kama roho mwenye kinywa isiwezekane akakaa kwenye kiti cha enzi kama unavyosema wewe? Kabla yeye unielewe. Wewe umesema ilitakiwa avae mwili ndipo ukitoa ushahidi wa kwamba Mungu ana mwili ni kwa sababu nasema amekaa kwenye kiti cha enzi. Sasa roho atakaa kwenye kiti cha enzi. Sasa kama roho anaweza kuwa na mdomo wa kutamka, kwa nini asikai kwenye kiti cha enzi? Kabla hapo aikala kwenye kiti cha enzi ndio tuko nazungumzia. Alikaa kuikala kiti cha enzi. Sababu ya kusema wewe Mungu ana mwili. Ndio. Sababu nayo itoaga ni ipi? Si ni kwamba kwa sababu amekaa kwenye kiti cha enzi. Sababu inayofanya kwamba mimi nione kama Mungu anavaa mwili ni baada ya kuziumba hizo mbingu akazifanya kwa makao yake. Ndipo sasa kaweka kama viti vitatu. Aliweka kiti cha enzi, kiti cha rehema na kiti cha hukumu. Yana kiti kwenye kiti cha hapo ashamaliza kazi ya uumbaji. Mimi sikatai huko. Ninachosema kinachokufanya uone ana mwili ni nini? Ni kwa sababu aliumba vitu vitatu vya enzi au kwa sababu amekaa? Kwa sababu amekaa. Okay. Sasa kama Mungu anaweza kawa na kinywa akiwa ni roho tu, kwani hawezi kukaa akiwa ni roho tu? Kiswahili chako kiko nguvu. Wewe umesema ili kinachokufanya uone Mungu ana mwili ni kwa kuwa amekaa kwenye kiti cha enzi. Ndio. Haya. Lakini Mungu huyo ni roho, lakini ni roho yenye kutamka, yenye mdomo. Kwani haiwezekani kama roho ina uwezo wa kutamka na ina mdomo? Kwani haiwezekani hiyo roho ikakaa kwenye kiti cha enzi? Mumile milele amkuwa kiti cha enzi. Mule milele hutapata andiko na sema kama milele mlikuwa kiti cha enzi. Mimi sijasema amekaa milele, nimesema amekaa kwenye kiti cha enzi. Ndio nakuonesha. Akiwa roho, sio mwili kama unavyosema wewe. Ndio roho aweza kaikaa kukiti. Okay. Nilikwambia baada ya kuziumba hizo mbingu zote tatu, akavaa mwili kama vile mtu. Ndio kaketi sasa kwenye kiti, lakini kabla hajaumba hizo mbingu, hakuketi kwenye kiti. Sisi tunajua kwamba kwa mafundisho mengine ya Wakristo, mfano Mwalimu Ndacha anasema Mungu Yesu Kristo alitoka ndani ya Mungu, sio aliumbwa. Wewe unasema aliumbwa kwa kutamkwa. Ndio nikasema ulete andiko kwa sababu wao wanaosema alitoka ndani ya Mungu wana andiko. Na hiyo mafundisho mafu. Sawa, achana na mafundisho mafu. Twende yako ambayo yenye uhai, ambayo yanaonyesha Yesu aliumbwa kwa kutamka kama unavyosema. Tofauti na yale ambayo kwa sababu nayo ni maandiko vile vile, nayo yanasema kwamba Yesu alitoka ndani ya Baba. Hakuna andiko linaloonyesha kama Yesu alitoka ndani ya Baba. Haya basi hayo tufanye hilo alipo. Tunafikia pale. Twende kwanza kwa kitabu cha Waebrania. Okay. Waebrania 1:3. Ndio. Najua hilo swali tutakuwa tumeshaliruka. Hata ruka wewe. Basi utalikumbuka wewe. Ndalikumbuka. Mimi niko mwalimu, hakuna swali lolote unaweza kaniuliza kuhusu Biblia nishinde kujibia. Sikukumbushi tena hilo swali, wewe mwenyewe utakumbuka. Haya basi twende Waebrania 1:3. 1:3. Ndio. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi sawa. Naenda mbali. Ni chapa ya nafsi ya Mungu. Wakati Mungu alimuumba akatoa sehemu yake ya nafsi akaweka ndani mwake. Okay. Sawa? Kisha baada ya pale akatoa tena roho yake akaweka ndani yake. Isaya. Kitabu cha Isaya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Isaya 42. Ndio vigezo niko nataka kuonesha kwamba Yesu hakutoka ndani ya Mungu. Sawa. Na ndasha hii mafundisho mfikie. Na ile ndio itamfanya upagani hata enda mbinguni. Sawa. Isaya 42 mstari wa kwanza na wa pili. Sawa. 42 mstari wa kwanza na wa pili. Tazama mtumishi wangu nimtegemezaye, mteule wangu ambaye nafsi yangu imempendezwa naye, nimetia roho yangu juu yake, na atawatolea mataifa hukumu. Hata lia wala hatapaza sauti yake wala kuifanya isikiwe katika njia kuu. Unasikia? Tumesoma verse ya kwanza Waebrania 1:3 nasema kwamba Mungu alitoa sehemu ya nafsi akaweka muyeye. Ni chapa ya nafsi ya nani? Ya Mungu. Kisha tena anatoa roho yake anaweka mnani? Muyeye. Baada ya pale akampatia vitu hivi vitatu vikubwa kwa kumheshimisha. Mungu anapatia nani? Anapatia Yesu, kabla yaitwa Yesu ambaye ni neno, jina lake neno, ndio jina lake la mbinguni. Natamka Yesu kusudi watu wakutufuata watusikie. Lakini jina lake nani? Kabla mbingu hazijakuwa jina lake ni neno. Kwa sababu andiko tulisoma kuna watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Na tulisema Baba si kiumbe, lakini Neno ni kiumbe, ndio kiumbe cha kwanza kenyewe Baba aliumba. Sawa, tuendelee. Kamata Danieli 7:13-14. Okay. Ndio. Ole wao wenye kupinga utatu takatifu, hawataenda mbinguni.
Okay. Shetani ndio ilete mafundisho. Shetani iko na mafundisho shetani. Shetani anaanza kufundisha nini shetani? Si anafundisha uongo. Wapi shetani akafundisha na vikaingia Biblia? Danieli 7:13. Sawa, mstari wa 13 anasema, mpaka 14. Nikaona katika njozi za usiku na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku. Wakamleta karibu naye, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe. Ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Unasikia? Mungu anampatia. Niko natoa vigezo vya kuonesha kwamba Yesu hakutoka ndani ya Mungu bali aliumbwa na Mungu. Wala mimi unafikiri nina shida hata na hiyo. Wewe hauna shida. Hivi unahangaika navyo tu. Swali langu ndilo kuuliza ni lile lingine. Hauna shida. Niko nakuonesha vigezo vya kuonesha kwamba Yesu ni kiumbe cha kwanza. Yesu hakutoka ndani ya Mungu. Mungu kamuumba, baada ya kumuumba yeye ndiye kiumbe cha kwanza mbele ya kuumbiwa. Mungu akamfanya kuwa chapa nafsi yake, Mungu akamweka ndani roho yake, Mungu akampanga jina lake Neno. Utapaswa katika kitabu cha Ufunuo 19:13. Ndio jina lake la mbinguni Neno. Sawa sawa. Twende nasema nini? Ufunuo 19:13. Sawa. Ufunuo 19:13 inasema, naye amevikwa vazi lililoweshwa katika damu na jina lake anaitwa Neno la Mungu. Unasikia? Ndio maana nilikwambia kama alimuumba kwa kutamka. Ndio maana anaitwa Neno. Yaani nafikiri hiyo ina utata. Hiyo tayari inajulikana. Tuendelee tu mbele mwalimu. Wewe ina utata kwa sababu uliuliza sema. Sijauliza hilo. Kumbuka swali langu ulilouliza bado hujalijibu mpaka sasa hivi. Ndio hiyo. Huko tunaangalia ndio maana nikasema ushahidi unaotoa si ushahidi ninaouliza. Tunakumbuka mwanzo ni. Sawa, haya twende. Sawa. Jina lake nani? Neno. Ndio jina lake la mbinguni. Ndio maana waraka wa kwanza wa Yohana 5:8 nasema kuna watatu washuhudiao mbinguni, Baba, Neno. Maana bali namtaja kwa jina lake. Sasa wabiri wengi wanasikia kama wanaposema neno wanawaza neno ya mkinywa cha Mungu. Ni neno, jina ni kiumbe kikiliumbiwa kapangwa jina lake Neno. Sawa. Baada ya pale alimpatia vitu vitatu kwa kumheshimisha: mamlaka, utukufu na ufalme, ili makabila zote na lugha zote na taifa zote wamtumikie. Nani kampatia? Mungu Baba. Sawa. Baada ya pale haikutosha, akamfanya kuwa Mungu Mwana. Sawa. Yohana 1:18. Na pale sasa ndio nafikia sasa kujibu ya ndasha. Ndio verse yanachomeka kuna Danieli mwakemwa. Yohana 1:18. Okay. Yohana 1:18 inasema, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana pekee aliye katika kifua cha Baba ndiye aliyemfunua. Aliye katika kifua cha nani? Cha Baba. Sasa hiyo verse ukisoma Kiingereza inaonyesha vizuri sana. Yeye Daniel alikatala kama ile kifua sio ndio inaitwa bosom. Mkiingereza. Nikashangala kuona mimi Mkongomani nianze kufundisha Daniel mwakemwa, nimfundishe Kiingereza itakuwa aibu sana. Kifua Mkiingereza anaita ile. Ukisoma Biblia Kiingereza, ile kifua kinasema Yesu alikuwa anaishi mkifua cha baba yake. Ni ile bosom. Sawa. Mungu akamfanya kuwa Mungu nani? Kuwa Mungu Mwana. Hiyo habari ya kwamba alimfanya kuwa Mungu Mwana ni wewe unaisema, si Biblia. Ni Biblia. Haijasema Mungu alimfanya Yesu kuwa Mungu Mwana. Soma andiko mzuri. Hakuna ngoja hata kama tutamsomea awe mtoto awe nani huko, hakuna sema atasema bwana hapa nimeona kwamba Mungu alimfanya Yesu kuwa Mungu Mwana. Hiyo yako ni theolojia, na ndio maana tunasema mnayarukisha maneno kwa kuwa na wewe hiyo umefundishwa. Hata mimi mwenyewe sasa hivi ukinifundisha naenda kumfundisha mtu mwingine huko, Mungu alimfanya Yesu kuwa Mungu Mwana kwa sababu wewe umesema, sio kwa sababu Biblia imesema. Biblia imesema hivi, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu Mwana pekee ndiye aliye katika vifua vya Baba ndiye aliyemfunua. Hiyo habari ya kwamba Mungu alimfanya Yesu kuwa Mungu Mwana ni wewe. Ni kweli mimi naongea. Kwa sababu gani wewe uelewe? Kwa sababu wewe hujui maana jina la Mungu. Sawa. Mule umilele jina lake haiko Mungu. Mimi sina neno na hilo. Sawa, unifuate kwanza. Tuifaa kujua kwa jina Mungu. Tunasema kwenye Biblia haijaandikwa. Unifuate kwanza. Mungu haiko juu jina lake. Proper name ya Mungu haiko jina lake Mungu. Jina lake ni Elohim. Kabisa. Alivala jina Mungu wakati gani? Wakati alianza kazi ya uumbaji. Na jina Mungu ni jina iko plural. Ni jina lake, ni jina la kazi. Napotamka Mungu maana unasema muumbaji. Ndio maana sasa vice inasema hivi hapo hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wote isipokuwa Mungu Mwana pekee. Na kama mimi nitafsiri kama vile mwalimu na tafsiri kama Mungu alimshirikisha Yesu kuwa Mungu Mwana ni kwa sababu ya kazi. Yohana 1:3. Yote hapo twende Yohana 1:1 mpaka 3 sikia.
Ndio uone kama Mungu alimshirikisha. Fuata maelezo yangu. Yaani unavyosema nifuate maelezo, najua unachoenda kunionyesha. Si utata. Yaani kwangu sio utata kwa sababu sinajua kabisa hapo mwanzo alikuwepo neno na neno alikuwepo kwa Mungu. Hakuna andiko ambalo unalenga kabisa. Andiko ambalo unalenga kabisa lile anasema yote yalifanyika kwa huyo na pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika ambacho hakifanyika. Haina utata kabisa. Utata wangu ni wewe kusema kwamba Mungu alimfanya Yesu Mungu mwana. Ndio maana anasema hiyo ni theolojia yako. Sio. Sasa tunaona ushahidi unaotoa. Si nilichouliza. Njoo hiki kinyoko nalenga. Njoo niko nakupeleka. Mimi niko mwalimu, nilifanya psychology sana. Niko naelewa psychology yako. Sawa. Niko naelewa kwenye akili yako inaelekea. Sawa. Nataka nikufundishe, mimi napenda kama mtu. Yaani mimi hapa tunavyofanya, ujue hivi. Naona vitu unavyofundisha si vitu vya kwenye Biblia. Na ndio maana unaona hivi tunavyokuambia hivi. Huwezi ukatoa kwa sababu najua hivyo vitu unavyovitoa. Yaani wewe ni kama mtu aseme atoke huko anafundisha bwana kunyweni pombe. Unafikiria akienda kutafuta andiko kwenye Biblia kwamba watu wanywe pombe halimo? Halimo. Basi ndio hicho sasa. Yeremia 25:27 kabisa. Anaambia kunyweni leo tapika kama hiki tafsiri maana yake ataambia watu wakunywe leo. Sasa. Kwa hiyo hizo mbinu za utafutaji wa hivyo kutafuta utatu kama ulivyokuepo kwa Babylon, kama ulivyokuepo kwa Misri, ukaji ukachomekwa kwenye Biblia. Watu wanautafutia wakasema na huko upo wakauweka. Kwa hiyo na wewe sasa umeuchukua unauleta kama tu vile mtu anaweza kufundisha kwa jamani kunyweni pombe na ushahidi huu hapa kwenye Biblia na kweli ataupata, lakini si kweli kama imesema unywe pombe. Kwa hiyo mimi ninachosema unavyoona na kazi hapo kwamba hayo umeongeza kwamba Mungu alimfanya Yesu kuwa Mungu mwana, nasema umeongezea kwa kuwa kweli kwenye Biblia jana. Mimi sikuongeza. Na nikisema ulete ushahidi unaotoa si wa kitu ambacho kina utata. Nipe muda kupatia ushahidi. Haya twende. Kuitwa Mungu mwana nani? Yeye andiko inamsema hakuna mtu aliyemuona Mungu pekee isipokuwa Mungu mwana pekee aliye katika kifo cha mwana. Nani alimfanya kuwa Mungu mwana? Sawa. Nani alimfanya kuwa Mungu mwana? Twende sasa wewe. Twende nataka nikuoneshe kwanza. Na nani mwalimpanga Mungu jina? Mungu alitoa jina Mungu wapi? Twende tuone. Tumuulize tu Yesu kwanza, mwenye alipanga jina Mungu ni wapi? Alitoa wapi? Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wote isipokuwa Mungu mwana. Nani alimfanya kuwa Mungu mwana? Okay. Sawa. Aliyemfanya kuwa Mungu mwana niko nakwambia ni Mungu ndiye alimshirikisha Yesu kuwa Mungu mwana. Waebrania 1:8. Nilikuwa siafika kule kote. Mimi niko mwalimu. Okay. Niko hata nikuelewa etape par etape kusudi unielewe. Haina shida. Ndio. Sasa usivamie vile venye nani ndasha kucha mkichwa, mwakemo kucha mkichwa, ndio utakwenda tembelea. Mimi kwangu mimi ni mwalimu. Mimi sikatai. Nasema tu unipe ule. Ndio vile vipi pale kucha mkichwa vitoke, vyote vitoke na kusafisha kabisa. Nikiona unachokiongea kipo kwenye Biblia. Aliyemfanya Mungu kuwa Mungu, aliyemfanya Yesu kuwa Mungu mwana ni Mungu peke yake. Waebrania 1 ndio anza 6, 7, 8 mpaka nasema nini? Sawa. Waebrania 1:6. Anza 6 mpaka 8. 6. Hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni, asema na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Shuka. Na kuhusu malaika asema awafanya malaika wake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Shuka. Lakini kuhusu mwana asema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele. Simama pale. Mwenye kuzungumza pale nani? Ni Mungu. Mwenye kiti chako cha enzi Mungu, mwenye kutamka neno Mungu ni nani? Maana ni Mungu. Hauyanguka. Amen. Hauyanguka. Kuanguka. Wewe hauyanguka ile swali kwa unaniuliza sasa mimi napatika kama Yesu akumfanya Mungu akumfanya Yesu kwa Mungu. Nilisema lile andiko lilonisomea halijasema kwamba, kumbuka nimesema Biblia. Okay. Lile andiko lilonisomea halijasema kwamba Mungu alipomuumba Yesu alimuita Yesu wewe ni Mungu mwana. Ndicho nilichokuambia, nikasema tunasoma nini? Biblia. Okay. Kwa hiyo elewa kabisa ninachozungumza ni nini. Okay. Mimi nikuambia kama Mungu alimshirikisha Yesu mkazi, ndio maana iko Mungu mwana. Aliyemfanya Yesu kuwa Mungu mwana ni Mungu. Sawa. Andiko malizia ile andiko vizuri. Huko na haraka, huko nasoma maandiko vizuri hata tena watu wasikie. Sawa. Na hii habari mfikie ndasha tangu leo akome kabisa kukatala kwamba Utatu Mtakatifu iko Biblia. Sawa. Anasema lakini kuhusu mwana asema kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya haki. Fanye kwanza hapo detail. Nani mwenye kutamka maneno? Sijui. Na kwa habari za mwana afanya malaika wake kuwa pepo. Wameshaelewa, tuendelee mbele hapa. Biblia yenyewe inasema. Tuendelee mbele, yani hapo unazunguka sehemu moja tu. Kumbuka swali ambalo vile nilikuuliza ile la mwanzo nikasema sitakuuliza tena utanijibu tu. Okay, twende basi. Baada ya kumfanya kuwa Mungu mwana, akampatia vitu vitatu vikubwa, mamlaka, utukufu na ufalme, ndio sasa kaanza kumfundisha. Okay. Vyote mwenye Yesu alikia kutufundisha hapa. Mungu alimfundisha kabla mbingu hazijakuwa. Kitabu cha Yohana 5:19-23. Yohana 5:19. Sawa. Mungu ndiye alimfundisha Yesu. Sawa. Yohana 5:19-23.
Okay, sawa. Anasema mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo anamuona baba akilitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Kwa kuwa baba ampenda mwana naye humuonesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamuonesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama baba wafufuavyo wafu na kuwahuisha, vivyo hivyo na mwana awahuisha wale watakao. Tena baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote. Ndio Mungu alimfaa vile. Baada ya kumaliza vile vyote sasa, ndio wakaanza kuziumba saa mbingu zote tatu. Pesa mbingu ndio ziliumbiwa mbele ya malaika. Okay. Malaika kabla hayaumbiwa. Baada ya Mungu kumaliza kumuumba Yesu, akampamba kwa vile vitu mimi namaliza kwa vile vigezo mimi namaliza kuonesha pale. Ndio sasa kaziumba mbingu ya tatu, mbingu ya pili na mbingu ya kwanza. Ndio maana Yesu anasema kama kabla bazipitisha mbingu nilikuwako. Kitabu cha Mezali 8:22-30. Sawa sawa. Soma ile andiko ama jua. Tayari hiyo tayari inajulikana. Tuendelee mbele. Kumbuka leo tunacholenga ni kuhusu Utatu Mtakatifu. Na hiyo kabla hajafikisha mbingu nilikuwepo, hilo andiko tayari linajulikana. Tuendelee mbele. Unafikiri huko kuna utata? Tafadhali. Kama kweli unataka kutatua mitihani, uwe unajibu yale maswali ninayouliza. Sawa, tuendelee. Twende ya tatu sasa. Tushaona nafsi ya kwanza tushaiona. Ndio. Baba tushamuona. Tushazungumzia mwana ambaye ni kiumbe cha kwanza ambaye Mungu aliumba. Twende sasa juu ya Roho Mtakatifu. Sawa sawa. Roho Mtakatifu akuumbiwa, si kiumbe. Okay. Roho Mtakatifu si kiumbe. Okay. Na watu wanisikie, kuna nafsi tatu ziko mbinguni. Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Baba si kiumbe, hana mwanzo na hana mwisho. Lakini Yesu ni kiumbe. Kiliumbwa na Mungu akamfanya kuwa mtoto wake. Okay. Ndio maana iko prototokos. Sawa. Prototokos. Prototokos manake ni mzaliwa wa kwanza. Okay. Ni hapo ndio nilikuwa shaacha pale. Juu Ndasha anapenda kupronounce sana ile neno. Ukimwambia kitabu cha Waebrania 1:15 anakuambia ni prototokos. Prototokos inasema manake mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Sawa sawa. Kabla viumbe vyote vya kwa mbinguni, Yesu ndiye kiumbe cha kwanza kuumbiwa. Na mtu yeyote atakayekatala kama Yesu sio kiumbe, basi manake akatala kama Yesu sio mwana wa Mungu. Yeyote atakubali kama Yesu ni mwana wa Mungu, anapokuwa mwana manake akaumbiwa. Mungu si kiumbe, Roho Mtakatifu si kiumbe. Roho Mtakatifu sasa alitoka wapi? Ni nafsi miongoni mwa nafsi za Mungu. Mungu ana nafsi mbili tuseme. Mungu ana nafsi saba. Mungu ni nafsi moja. Mungu ni roho na pembeni yake kuna zingine roho saba za Mungu. Nazungumzia kuhusiana na Roho Mtakatifu, umesema ni nafsi ya Mungu. Ni nafsi ya Mungu. Ni sehemu ya nafsi ya Mungu. Ndio. Kwa hiyo kama ni nafsi ya Mungu, manake Mungu ana roho, ana nafsi mbili. Yeye alifanya kwa nafsi yake, kwa sababu tusome Yoeli 2 ndio tunafuatilia kufasiria pale. Okay. Yoeli 2:28. Sio ungenitafsiria tu kiko juu. Utaenda maandiko ndio mazuri. Maandiko ndio mazuri. Sawa, lakini sasa unajua maandiko yenyewe unanibabaisha tu. Umelisikia swali nilokuuliza? Niko nasikia swali lako lote. Sawa. Yoeli 2:28. 28 anasema hivi: hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu wa kiume na wa kike watatabiri, wazee wenu wataota ndoto na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa mbali tu, nena mbali. Siku za mwisho itafanya nini? Nitamimina roho yangu kwa watu wote. Hiyo unabii ushatimia. Na kamimina roho yake kweli. Sasa kwenye unapenda kuniuliza ni hapa. Sasa kama Mungu ametoa roho yake akamimina kwetu, si yeye kula libakia na namna gani? Msiki Mungu ni roho. Njoo Biblia inatuonyesha kama Mungu ni roho, aliyefunua yeye ni Yesu. Mungu ni roho, ni roho. Sasa na siku ya mwisho alisema siku ya mwisho atamwanga roho yake kwa watu wote. Sasa kama hivi Mungu alimwanga roho yake kwa watu wote, kule mbinguni anabakia iko nani? Ndio kwenye unalenga kuniambia wewe. Wala mimi sijakuuliza swali hilo. Uliniuliza sasa nafsi mbili. Swali nilokuuliza. Umeniambia kuna nafsi jumla tatu. Nafsi ya Yesu, nafsi ya Roho Mtakatifu na nafsi ya Mungu. Sasa tupo kwenye Roho Mtakatifu. Umesema Roho Mtakatifu si kiumbe. Ni sehemu ya nafsi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ana nafsi mbili ambaye ni yeye mwenyewe na nafsi ya Roho Mtakatifu, au tuseme huyo Roho Mtakatifu ndo Mungu mwenyewe kwa kuwa ndo nafsi yake yeye mwenyewe. Roho Mtakatifu sio Mungu mwenyewe. Sawa. Sasa ndo nielezee hapo sasa. Maana yake ile andiko lilokuja kunisomesha hapa, kiukweli umechelewesha tu muda, ni katika kuzunguka ili usijibu swali langu. Twende kwenye swali langu. Swali lako ni liko mbovu sana. Liko simple sana. Sawa, ndio hivyo sasa ndio nitaka unijibu. Tuingie mu Matendo ya Mitume 1:8. Sio kama unanichelewesha ungenijibu tu. Nijibu na maandiko. Huku maandiko nayo nipa si ya majibu. Kumbuka nimetoka kule kabla hata sijaenda kusoma ile andiko la Yoeli. Nimesema naona kama unanichelewesha kwa sababu ile andiko halizungumzii kuhusiana na swali nilokuuliza. Swali nilouliza ni rahisi sana. Kama Roho Mtakatifu hajaumbwa na Mungu. Lakini hapo ni nafsi ya yeye mwenyewe Mungu, yani ni sehemu ya nafsi yake yeye Mungu. Ina maana Mungu sasa ana nafsi mbili, au huyo Roho Mtakatifu na Mungu Baba wanashia nafsi moja kiasi kwamba hakuna nafsi nyingine?
sasa tukienda kwenye andiko, maana yake twende kwenye andiko ambalo linathibitisha, linajibu haya maswali yangu. Mimi niwapenda wewe ukaenda kunipa andiko la Mungu atamimina roho kwa watu wote nyakati za mwisho. Si swali langu nilolenga. Ndio swali liko nalenga. Unauliza swali, unataka kama Biblia kujibia kitu unataka. Ama mimi ndio kujibia. Sitaki inijibie jinsi ninavyotaka. Ninachouliza lile swali langu linakuwa lina majibu, halina majibu. Liko na jibu. Haya, kama linajibu basi haya sawa. Naomba mafasirio. Jibu yake naomba mafasirio. Sio kwa kisha unaniuliza tu hivi na tena jibu hapo hapo. Inabidi nikufasirie kusudi uelewe. Sawa sawa. Nitakufasiria mfaze mbili, yani mwa aina mbili. Aina ya kwanza Nisha kuachia Yoeli 2:28 inasema siku za mwisho atamwanga roho yake kwa watu wote. Sasa ashaka mwanga ile roho yake. Na Biblia inatuonyesha kama Mungu ni roho. Maana yake yeye alijimwanga kwa watu wote. Ule mbinguni Mungu iko. Twende tena kitabu cha Mwanzo 1:26 wakati aliumba mwanadamu. Alipulizia pumzi Mwanzo 2:7 wakati aliumba mwanadamu. Akapulizia pumzi ndani ya mwanadamu. Mwanadamu kwa nafsi iliyo hai. Ile pumzi ilitoka wapi? Kama niko na nafsi, hii nafsi yangu ilitoka wapi? Si kwa Mungu. Na Mungu ni nafsi. Maana ile nafsi yake ndio ilihamia Mungu wangu. Ni masehemu. Unielewe niko nataka kuzungumza. Na hivi niko hapa, niko na nafsi hizi mbili. Mimi mwenyewe niko hapa, niko na nafsi hizi mbili. Nafsi ya kwanza ni ile niliumbwa nayo, ambayo liko nahubiria iache dhambi, siku nitakufa isiende jehanamu. Nafsi ya pili ambayo ni hiyo Roho Mtakatifu alisema ndamimina ndani mwangu, ambayo Roho Mtakatifu ndani mwangu. Unanielewa sasa? Sasa ninakufa. Roho Mtakatifu mwenye kwa ndani mwangu na nafsi yangu itapelekwa wapi? Mbinguni. Haitaenda ingia tena mwa Mungu. Sio ilitoka kwa Mungu. Mwanzo 2:7. Mungu akaomba mwanadamu akapulizia pumzi, nafsi mtu akakuwa nafsi iliyo hai. Nafsi yangu siku ndarudia mbinguni ni kwenda kwenye Mungu iko. Haitaingia tena mwa Mungu, asirudie ndani mwake. Kwa nini nigusia hapo? Nataka kuonesha kama Mungu ni roho, lakini ana zingine roho ambazo zinafanya kazi pamoja naye. Kitabu cha Ufunuo Tano. Kuna roho zingine 7 pembeni. Unaona unapoangaika kwenda kunithibitishia kuhusu roho. Unakumbuka swali langu? Tujibu kwanza swali langu. Jibu ya swali lako ndio lipo kwenye Ufunuo. Unaona sasa kwamba wewe ushahidi kila siku nakwambia ushahidi unaonipa si wa kitu ambacho mimi nimeuliza. Ni sawa kama mwanzo nilikutolea mfano. Useme hivi, fulani ni mwizi. Huyu fulani amezaliwa mwaka fulani na mwaka fulani. Alafu kuleta ule ushahidi unaleta ushahidi wa siku yeye aliyozaliwa. Kumbuka utata haupo kwenye yeye kuzaliwa, kwamba ulete mpaka cheti chake cha kuzaliwa. Upo kwenye yeye mwizi, uthibitishe wizi, wewe unathibitisha kuzaliwa kwake. Unasema unaona nimekupa ushahidi na huyu anakulaga sehemu fulani. Haya, na kwa kuthibitisha angalia na picha yake hapa akiwa anakula. Swali langu bado halipo huko kote. Yaani unahangaika huko kote unakozunguka. Sijauliza. Nimesema hivi, Roho Mtakatifu ameumbwa na Mwenyezi Mungu. Hajaumbwa na Mwenyezi Mungu. Ndicho ulichoniambia. Ukasema hata nafsi ni nafsi ya sehemu ya yeye mwenyewe, yani Roho Mtakatifu anatumia nafsi ya Mungu. Swali langu nikauliza, je, Mungu sasa ana nafsi mbili? Nafsi aliyompa Roho Mtakatifu na ya kwake mwenyewe, au Mungu yeye ile nafsi yake ndiyo anaishia na Roho Mtakatifu kiasi kwamba hii nafsi inabaki kuwa ni moja, ili tujue kwamba kuna nafsi ya Mungu mwenyewe na nafsi ya Yesu Kristo peke yake ziwe nafsi mbili? Nataka nikuoneshe. Swali lako liko sipo sana. Wewe ndio unapenda tu kuzungurusha. Basi sasa nijibu. Acha nikujibu. Acha unifuate nikujibu. Sikuulizi tena hili swali. Unifuate nikujibu. Nimeleta mifano mizuri sana. Wewe unanifuata banisikie. Nimeleta mfano mzuri sana. Nitaka kuonesha kwamba Mungu kwanza nature yake, sana chi. Mungu ni roho. Unanielewa? Mungu ni roho ama Mungu ni nafsi? Unanielewa? Sasa pembeni yake tukisoma maandiko kuko zingine roho 7 za Mungu. Ziko pembeni yake. Unifuate kwanza. Miongoni mwa hizo roho 7 zifanya kazi duniani. Sasa nilikaleta mfano wa mzuri. Wakati Mungu aliumba mwanadamu, akatoa sehemu ya nafsi yake akatuweka msii. Alipoumba Yesu, alitoa sehemu ya nafsi yake akachia yeye, alitoa sehemu ya roho akamchia yeye, lakini alibakia tu Mungu roho. Na aliumba mwanadamu, akatoa sehemu ya nafsi yake akatuchia msii, lakini iko tu Mungu roho. Na Roho Mtakatifu aliposhuka, Mungu tu alibakia tu mbinguni, iko nani? Iko tu roho. Sasa Roho Mtakatifu anapotoka ndani mwangu kwenda kwa Mungu, anaenda ingia mara moja kwa Mungu. Ninataka nikuoneshe kama ni sehemu ya nguvu zake. Hii Roho Mtakatifu ni sehemu ya nguvu, mojawapo ya nguvu za Mungu ambazo alitoa akatupatia akamwaga kwa dunia kusudi tuwezeshe kufanya kazi. Tunapotamka Roho Mtakatifu, maana yake tunasema nguvu za utendaji kazi za Mungu. Maana niko nakubeba. Unapomkamata Mungu kama njoo nafsi, njoo Mungu njoo huyu nafsi, Roho Mtakatifu njoo hii nafsi, sasa inakuwa nafsi mbili, ama nafsi moja inaingia ndani ya nafsi nyingine, ni nafsi mbili. Sasa Yesu yuko pembeni, Yesu ni nafsi na Mungu ni nafsi, mimi iko pembeni. Lakini Roho Mtakatifu kwa sababu ni sehemu ya hii nafsi yake, ama ni nguvu mojawapo ya hizo nguvu zake ambayo ametupatia. Ndio nikwambia tusome Matendo ya Mitume 1:7. Usikie Yesu alidefiniri, anasema kwamba mtapokea nguvu atakapojaa Roho Mtakatifu. Ndio ni swali nilokuuliza. Ni swali niko unaniuliza, mje Mungu kuna nafsi mbili? Kwa nini unakataa kusoma Ufunuo 5:1 mpaka 7 tuone sisi wanasema kama kuna roho 7 za Mungu zilizotuma katika dunia? Kwa nini unakataa kusoma hiyo maandiko?
Sijauliza kuhusu roho. Na mimi sijakataa kama Mungu kuna roho 7 za Mungu. Sijakataa mimi. Sasa unapenda kuniweka kama Mungu kuna nafsi 2 na wakati 7 zishapatikana. Sasa 2 na 7 yapi ya mingi? Nijibe ya wapi? Unajua sija Mungu uko na nafsi 2 na itika ndio ziko na ziko tena 7. Sasa tufuate wapi sasa? Mfuate wapi? Nani unayemuuliza sasa? Ni wewe ndio unaniuliza swali. Je, Mungu mimi nimekuuliza swali. Kama vile ulivyonijibu. Haya, nakuuliza basi, nakuuliza swali. Okay. Yesu ana nafsi? Ndio. Ana nafsi kabisa. Alipewa. Umeona ulivyojibu kirahisi hilo swali? Umeona umezunguka na maandiko. Kwa nini unajua hujazunguka? Kwa sababu najua kweli maandiko yapo na ushahidi upo. Hiyo yote hiyo unaizunguka hivyo, na nikasema hili swali sikirudi tena kuliuliza kwa sababu unajua kabisa hicho kitu unachokiongea sio kitu ambacho kipo. Ndio maana kwa nini unafikiri kwa Yesu umejibu kirahisi? Kwa Yesu? Kwa Yesu kama alitoa nafsi yake akachana ndani mwake. Yesu alizaliwa na Mariamu. Si unaona, yani swali linajibika kirahisi kwa sababu najua kuna maandiko. Ila ukiona unazunguka hata wewe mwenyewe shtuka. Kwa nini unaanza kunitajia sijui 7, sijui roho ngapi? Mimi sijauliza hilo swali. Nilichouliza ni kuhusiana na tunasema somo la Utatu Mtakatifu. Tunasema ni somo la kwenye Biblia au ni somo la theology ambalo nyinyi mnajifunza vioni? Mwalimu Ndacha kaja akasema hayo ni mafundisho ya mashetani, kwa sababu si mafundisho yanapatikana kwenye Biblia, kwa sababu Biblia yote ile akisema utaikataa tu, lakini ukisoma unaelewa kabisa. Labda tu tutakuwa kuna baadhi ya vitu tunaweza kushindwa kutafsiri, lakini kwa tafsiri za kawaida, si tafsiri hizi za kubumba za huku na kule, lakini hizi tafsiri tu za kawaida unaweza kutafsiri na ukaelewa. Na hapa maswali mengi ambayo nauliza nalenga sasa yale unayoongea yapo kwenye Biblia au ni mambo yako wewe kwa kuwa ni msomi. Ndio hicho na hicho, kwa sababu lawama, theolojia imepewa lawama. Sio na walimu Ndacha tu, hata walimu fulani wametoka Kongo juzi hapa anaitwa Mwalimu Matenda. Akina Mwalimu Matenda. Wewe unawakataa wale kwa sababu hawafundishi walichokufundisha walimu wako. Sio kwa sababu walichofundisha Mungu. Ingekuwa inawezekana kwa sababu ngoja, wewe Mungu amekufundisha. Ndio. Sasa hiyo unayosema wewe Mungu amekufundisha, hata wao wanasema vile vile Mungu ametufundisha. Mungu hawezi kufundisha vitu viwili tofauti. Sasa kama Mungu hawezi kufundisha vitu viwili tofauti, kwa nini tusisome Biblia tukasoma yale maandiko yake aliyoandikwa, ndo hayo tukatafsiri? Sasa hivi hapa tunahangaika na nafsi ya tatu ya huyo Roho Mtakatifu, na umeniambia ni sehemu ya nafsi ya Baba kama ulivyosema hivyo kwamba Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu hizo ni sehemu ya nafsi ya Baba, lakini hapo tena ni nafsi inayojitegemea ili ziwe nafsi tatu. Na hapo nasema tena na wewe ulipewa nafsi. Mungu amekupa nafsi yote, usikawapa watu dunia nzima. Kwa hiyo sasa, je, kuna miungu wangapi kama ndio hivyo? Kama ndio hivyo iweje kuwe tu na Utatu Mtakatifu? Na ndio maana nasema hili fundisho la Utatu Mtakatifu ni fundisho la uongo, kwa sababu hata sisi wanadamu tumeitwa Mungu. Kwa hiyo tukiitwa Mungu tayari Mungu anakuwa ameongezeka, kama unavyosema Yesu pale aliitwa Mungu Mwana, kwa hiyo ameongezeka. Ameitwa yeye tu, Musa hajaitwa. Wengine hawajaitwa Mungu. Wanadamu wengine hawajaitwa kuwa Mungu. Na hata Yesu mwenyewe alitoa ushahidi kwamba kama waliitwa wale miungu, sembuse mimi niliyetoka kwake nisiitwe Mungu. Kwa hiyo sasa kinachoshangaza ni kwamba nyinyi kung'ang'ania Utatu Mtakatifu wakati Mungu kuwatukuza wanadamu aliyowapa hiyo habari ya kusema wewe Mungu, wewe Mungu. Na hata masomo mengine yanasema kwamba yeye ndo Mungu wa hiyo miungu mingine yote. Sasa wewe unahangaika na nini? Nahangaika na nyinyi kuleta fundisho la Utatu Mtakatifu halipo kwenye Biblia, mnalitoa kwenye theolojia, mnawalaumu wale ambao wanaikataa hiyo theolojia. Na wanawaambia kabisa, jamani, wewe Utatu Mtakatifu ni fundisho la kishetani. Hata nyinyi mkitafuta kwenye Biblia kweli amlipate, lakini mnalingangania kama lilivyo. Na hapo vigezo. Tupo hapa sasa hivi ndio tupo kwenye hiyo nafsi ya tatu. Leo wanatoa kuonesha kama hiyo Utatu Mtakatifu hauko, na wanataka kama huko. Hapa amini kama Mungu iko. Ndasha amini kama Mungu iko. Mwalimu unamcheka mwalimu. Ndasha kwaki mwalimu hiyo kitu. Tangu leo yue kama nakutumana kwa Ndasha hapo ayu kitu. Au utako yeye kama Ndasha ayu kitu. Umwambia afundishe mafundisho ya unyakuo kanisa levema de l'église. Kwa utako yeye kama tangu leo usimuite tena mwalimu. Unanikwaza sana kumuita Ndasha sasa ni mwalimu. Mwalimu si gani? Ni mwalimu si gani? Mwalimu kwa Waislamu kama iko na Qur'ani kwa Waislamu mbele ya Waislamu sasa. Mimi hapana kwa Biblia sasa Ndasha ni mwalimu. Wewe na mara mwisho kumuita tena mwalimu. Kwa utako yeye kama Ndasha ayu kitu, muulize tu siku akufundishe unyakuo wa kanisa. Ndio utaona kama kweli Ndasha yuagi kitu. Kwani unyakuo kanisa umefundishwa ndani ya Biblia? Ndio, huko ndani ya Biblia. Sasa kwa nini ashindwe kufundisha na anasoma? Sasa ukitaka mwenyewe kama sio mwalimu, kigezo hiko nakupa. Sasa hicho kigezo unajua kwa nini wewe utasema sio mwalimu? Kwa sababu wewe unasaishiaga wanafunzi wako, unawekea hapa umepata hapo umekosa kwa kile ambacho tayari umefundisha. Akifundisha tofauti na vile ambavyo wewe umefundisha chuoni, utasema sio mwalimu kwa sababu wewe hujakaririshwa hivyo. Kwa hiyo na wewe unataka na yule mwingine naye achukue hiyo hiyo kwa kuwa nilishakaririshwa na fulani kwamba hivi na kuaga hivi. Huyu mwingine akija kusema tofauti, huyu hajui. Kuna kwa masomo batufundishake vile vyote. Mnachezea masomo bongo. Na ndio maana nashukuru Mungu gisi Mungu amemtumia Pastor Chai. Pastor Chai unisikie, umfundishe Ndasha kweli, umjongelee sana umfundishe. Na kwanza alimtupia fumbo akasema kwa kutaka kuwa mhubiri mzuri, na kwenda kwa university wa kufundisha. Alimtupia fumbo Pastor mta. Pastor ndio huyu hapa kama ushahidi. Kama ushahidi kabisa.
Sawa. Niko na ushahidi. Sasa kwenye tuko na tanjo hapa. Vigezo vinavyofanya wewe uamini kama Utatu Mtakatifu uko iko. Wanakupatia ugezo gani? Mimi nataka kufundisha kwamba na mimi kigezo ambacho wananipa na ninakubaliana nacho. Ni kwa mfano hicho kigezo ambacho umekitoa wewe kwamba Roho Mtakatifu ni sehemu ya nafsi ya Baba. Yaani ni Baba yeye mwenyewe kwa kifupi. Ni yeye mwenyewe. Si ndio nguvu zake mwenyewe? Basi nguvu zake ndio yeye. Kwani nguvu zake hivi Roho Mtakatifu iko mumie, na Mungu iko mumie. Mbinguni kwa maana ndani mwako hamna Mungu. Sisi tunasema tupo pamoja na Mungu. Yaani mimi mwanadamu nipo pamoja na Mungu, nipo pamoja na Yesu. Ni kwa kupitia Roho Mtakatifu. Tuko wapi? Yesu. Mungu naye. Mungu naye yupo mbinguni. Hapa dunia tuko na nani? Yeye Roho Mtakatifu ndiye tunashia naye. Kwa nini Mungu yupo ndani yetu na Yesu yupo ndani yetu? Ni kupitia Roho Mtakatifu. Na ni maneno ya Yesu mwenyewe. Mafundisho wanafundisha mbaya. Yesu, basi Yesu ndo alifundisha mbaya. Yesu anasema nitakuwa pamoja nani? Ndio. Sawa? Atakuwa nasi pamoja nasi kupitia nini? Yeye atakuwa pamoja na Baba kwa kukana ndani mwetu. Ndio. Kama tunashika maneno yake. Sawa. Kama mtu akimtumikia, atakuwa kukala ndani mwake na Baba yake atakayekala ndani mwake. Tuone sasa kama ni kweli Baba yake tuende sasa anakaa ndani yetu kwa njia gani? Kupitia Roho Mtakatifu. Sasa tunachobisha nini kwamba ndani mwako hamna Mungu na Yesu? Hata sasa Mungu tunatafuta sasa peke Mungu Elohim. Hivi tukaenda mbinguni tutamkosa mbinguni. Mwalimu bwana, tumekuwa na kipindi kirefu sana na muda ndo unaisha hivi, kwa hiyo tumalizie kipindi. Kikumalizia kipindi unanikatisha na bidii siamaliza kipindi. Sawa, hii tayari ili somo tulishalisoma tayari. Nilikuwa tu nataka nilinganishe kuhusiana na Biblia na theolojia ambayo tayari mnafundisha na hizi lawama ambazo zinatolewa na kwa watu wa theolojia kwamba mmekuwa mkienda vioni mnasoma masomo ambayo nyinyi mnakariri mnasaishia, labda umepata A unachukua unakuja unafundisha ambayo mwalimu Ndacha kaita mafundisho ya mashetani na mafundisho ya upumbavu. Lakini tupo na nyinyi vile vile mnatoa lawama kwa wale ambao mmekuwa mkitoa lawama kwa wale ambao hawasomi theolojia kwa kusema kwamba wanapotosha Biblia kwa kuwa hawajui theolojia ambayo nyinyi mmeisoma. Kwa hiyo nafikiri tumalize kwa hiyo. Kwa kweli nataka kuambia kwamba yeyote mtakayepinga vigezo vya Roho Mtakatifu na kigezo cha Mungu Yesu na kigezo cha Mungu Baba, huyo mtu hataenda mbinguni. Atakayepinga Utatu Mtakatifu ni mpagani. Na mimi natuma ujumbe kwa watu wa kunisupport. Nahitaji wa kunisupport, mimi sina kitu. Sawa. Na wa diaspora Kongole wenyewe wako Etazini, wenyewe wako Amerika, wenyewe wako Australia, wenyewe wako Canada, wenyewe wako Londres. Munisikilie buluma, munisupport. Na walomba support tu ya mwezi mmoja, mie na Ndasha. Baone kama sitamuikalisha chini. Dr. Sule na yeye kama Sule yuko na uwezo unisupport mie na sana kusumbuaka na kutumana ujumbe kwako. Kama utasikia sauti Dr. Sule, unisupport tu mwezi mzima. Asubuhi nampatia Ndasha seminar, jioni tunafanya mjadala wa zarani. Ndasha pamoja na pastor huyu msomaji ambaye amejiunga kwa Pastor Chai pamoja na huyu mwenyewe hapa Tanzania, ndio nani huyu hapa. Na Frank yeye watu sio kwa Kenya. Na baomba tu support, munisupport tu mwezi mmoja. Tuende mimi na wewe simulizi tubakute Kenya. Asubuhi namupa Ndasha seminar, magharibi mjadala. Ndasha kilishinda. Mimi naacha Ukristo na kuwa Muislamu. Kwa nini uache Ukristo wewe Muislamu na Ndasha mwenyewe Uislamu amini? Au unataka tu uhame? Naacha tu Ukristo. Kwa hiyo tu somo la Utatu Mtakatifu Ndasha akajitoa ndani. Maana yake mimi naacha Ukristo, mimi nakuwa Muislamu. Na lomba support yenu, munisupport kwa yote ule mwenye anaweko na uwezo. Kwa wenye wako Amerika wako wapi, munisaidie, munipatie tu mwezi mmoja. Munilipie transport ya mie na nani na simulizi. Niende nimkute Ndasha Nairobi. Kwa hii mada ya Utatu Mtakatifu. Natumana kwa kanisa la Adventist, ndio kanisa kanile alitokeko. SDA. Munisaidie watu wa DCA. Munisaidie, munisupport mwezi mmoja, munipe Ndasha. Akinishinda kwa somo la Utatu Mtakatifu, mimi naachana document zangu zote za masomo na mimi nakuwa Muislamu. Yes. Kwa hiyo basi ninasalimia watu wanaonisupport kama vile Eliabu wa Lubumbashi wa kanisa la Orebu. Ule ni mwalimu mkubwa sana kwa Lubumbashi na ni mtu mkubwa, mtu wa heshima. Namsalimia na mwambia support yake niko naipata. Pia ku representer legal amenifanya kuwa pastor leo najulikana Medari Kazuba. Baoba pa Kampala wale wote. Rife Evangelist Rife Kampala Kibukila pamoja na wengine wote ambao wananisupport. Bila kusahau watoto wangu wako wananiombea sana, wanasema papa tuko tunakuombea, njoo hawa pamoja na mke wangu. Yesu awabariki sana. Kwa hiyo wapendwa, ninalomba support yenu hata kimaombi ya kifedha, ninaweza kusaidia sana nifanye mwe kazi. Kwa hiyo wandugu watakasikia mada hii, imfikie Ndasha kumwambia kwamba namlomba mechi. Sina uwezo, nimkute mia nilipia transport ya mia na wewe simulizi. Mwezi mmoja asubuhi namfundisha seminar,
jioni tunafanya mjadala. Mimi sikatai, hata ikiwezekana hata wakulipie wewe tu mwende mkakutane mfanye mdahalo. Tunajua tu tutaupata, kina Ndacha wenyewe una uwezo wa kuruhusu. Mimi bila wewe mimi siwezi nikaenda. Unaweza? Ni siwezi nikaenda kwa sababu kuna kitu nalenga. Kusudi uamini kama kweli niko mwalimu. Kwa sababu wewe uniamini kama mimi nakuwa mwalimu. Bado kweli sijaamini. Njoo maana ile. Kwa kweli njoo ile napenda batulipie kama tutapata tu mtu kusupport mwezi tu mmoja. Mimi na Ndacha kitabu changu nimeandika eschatology ndio hiki. Na cha pili hiki cha pneumatology nimefundisha, ndio vitabu niko navyo. Vitabu $10, $15 ndio inauzisha hii vitabu hivi. Kama Ndacha atajitoa kwa hivi, mimi nachana vitabu na wale wote wanafunzi wangu tangu leo waende kwa Ndacha kwa mwalimu wangu. Sawa. Kama tumeacha yetu kwa mara kwanza, tafadhali subscribe kwa kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.